Majina naitwa Anangise Mtafya, ni meneja wa bandari Dar es Salaam. Tuko hapa tumewapokea wageni wetu kutoka Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Wamekuja hapa kuangalia kituo chetu cha huduma kwa wafanyabiashara wa Kariakoo ili tuweze kuwaelezea umuhimu wa kituo hiki na jinsi ambavyo watatakiwa kukitumia. Kituo hiki kinasikiliza changamoto mbalimbali ambazo wateja wanakuwa wanakutana nazo, na lengo ya kituo hiki ni baada ya kamishina mkuu kuelekeza kwamba kiwepo ili wafanyabiashara wanapopata changamoto waweze kuwa na dirisha maalum la kuweza kupata huduma. Tukio ni mzuri licha ya kuwa bado wafanyabiashara wengi walikuwa hawana uelewa wa kuwepo hiki kituo, na ndio maana tumeweza kuwaita viongozi wao ili waweze kufika na tuweze kuwaelezea umuhimu wa kituo hiki na waweze kukitumia kama inavyotakiwa. Naitwa Severin Mushi, ni mwenyekiti Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Leo tumetembelea kituo cha uwezeshaji wa wafanyabiashara maalum dawati la Kariakoo, na tumekuja kujifunza kuona kwamba kamishna kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais waliona kwamba Kariakoo ipewe eneo maalum na tuhudumiwe kipekee kulingana na umuhimu na namna ambavyo tunalipa kodi. Kwa hivyo kituo hiki kilifunguliwa siku chache zilizopita, lakini kutokana na mambo kuwa mengi hatukuweza kushiriki. Leo uongozi wa Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo pamoja na wafanyabiashara ndio tumekuja kukitembelea na tumeona mambo mazuri ambayo yameandaliwa. Hivyo ni waombe wafanyabiashara wa Kariakoo, hasa waagizaji, anapokuwa na tatizo, kwa sababu tumekuwa tukipitia changamoto na maagent, basi asisite kufika, na wapo ground floor hapa jengo la mamlaka ya bandari. Ukifika utapewa taarifa za mzigo wako uko wapi, gharama ya mzigo, jambo ambalo litaondoa usumbufu tofauti na kule tulikokuwa. Kwa hiyo niwapongeze sana TRA kwa ubunifu huu, na ni imani yangu sasa muda ule wa kupokea mzigo kutoka bandarini na mfanyabiashara utakuwa mfupi kuliko huko awali. Mimi kwa jina naitwa Apolinari Kiwango, ni importer wa bidhaa kutoka nchi China. Kutokana na kuanzishwa kwa dawati hili, sisi wafanyabiashara tunaweza kufikisha changamoto zetu mbalimbali ambazo zinatukabidhi kama sisi wafanyabiashara, na kwa ushirikiano pamoja na maafisa wa TRA pamoja na maafisa wa forodha, basi tutaweza kutatua changamoto hizi na kuiletea taifa letu maendeleo, lakini kuwasaidia pia wafanyabiashara waweze kufanya biashara yao kwa uhuru na kuweza kuiletea nchi yetu maendeleo, na watu waweze kulipa kodi ambayo inalipika, na kuwe na ushindani ambao ni kwa wote, ambao hautaleta faida kwa mtu mmoja au wengine, lakini wote tufanye biashara kwa ushindani ambao ni linganifu, ili tuweze kujenga taifa letu na sisi wenyewe wafanyabiashara tuweze kupata maendeleo. Renat Simula ni katibu mkuu Jumuiya ya Wafanyabiashara Kariakoo. Hili dawati litatusaidia sana pale kwamba tumekwama hasa kwenye issue ya taarifa. Mara kadhaa tulikuwa tunapata taarifa kwamba changamoto kwamba container limechelewa, hujui kwamba limekwamia wapi, lakini ukifika hapa inakuwa ni rahisi kupata taarifa zako sahihi. Lakini pia tumewaomba wataalamu wetu kwamba watusaidie sana, hasa tunapokuja na mfumo wa IDRAS, kwamba hizi taarifa za bandarini na za kodi za ndani ziweze kusomana ili wafanyabiashara waweze kufanya biashara kwa amani na uhuru.